Kwa ndani ya giza kabla tujapewa nuru hii, tulikuwa tunafanya dhambi kwa majivuno, yaani tunajivunia kwa sababu ya dhambi. Tulikuwa wajasiri, tunafanya dhambi kusema hakuna kitu chochote hapa. Lakini wakati umejua, na Mungu anasema wakati Mungu anatenda dhambi pasipo kujua, Mungu amhesabia dhambi. Lakini wakati Mungu amejua ukweli, na Biblia inasema ameletaja dhambi ambayo unafanya, Yakobo sirati ni mbaya, wizi ni mbaya, masengenyo ni mabaya, majivuno ni mabaya. Unaposoma hivyo, hata sasa unajitenga, basi Mungu anakusamehe na pia sasa anaanza kukuhesabia makosa kama uwezi kutubu. Kwa hiyo wapendwa, kutoka kwa neno la Mungu linaponifahamu ya kwamba ni hakika dhambi zetu zimesamehewa. Kwa sababu unajua Ibilisi hakuumbwa leo. Ibilisi alikuwa mbinguni, alikuwa mmoja wa malaika watakatifu akiitwa Lucifer. Ibilisi alikuwa anafanya mikutano mikubwa na Mungu mwenyewe. Alikuwa anafanya kazi na malaika wa mbinguni na Yesu Kristo. Alikuwa mbele ya Mwenyezi Mungu, anapiga gumzo na Mungu mwenyewe. Sasa wakati anakushwa kutoka mbinguni kwa ajili ya walipifu ama kuripei kwa mbinguni, akija ulimwenguni, hapo na ujuzi wote. Nilisoma mahali ya kwamba yeye alikaa chini akasoma unabii na kamasa. Na sasa anasema anapokuja kujaribu, anakuja kujaribu atiwa leo. Huyu ana profesa na katika hiyo level ya as a professor. Huyu ana philosophy, anakuja na philosophy kwa level, anakuja kwa klasi yako. Tena na siku kwa dhambi mbele ya watu wako tena na kuangusha. Ama usimama imara anaenda. So wapendwa, Ibilisi si mtu wa kucheza na yeye. Ingawa Yesu ya kipekee ni kujisalimisha na kujisamisha ndani ya damu ya Yesu Kristo ili tupate msamaha na tuwe safe ili tuifanywe kwa ajili ya ufalme.